Asante kwa ajili ya neema yako Bwana. Asante maana wewe ni mwingi wa rehema. Asante maana wewe Bwana unatutunza, unatupigania kila itwapo leo. Tunaliadhimisha jina lako mfalme wa falme, tunalitukuza jina lako Bwana wa mabwana. Asante kwa ajili ya neema yako Mungu wetu na Baba yetu. Asante kwa ajili ya siku ya leo tarehe 2 mwezi wa 3. Baba, umetupa neema tena ya kuwepo mwezi huu. Mungu wetu liye hai, hatuchukulii kama jambo la kawaida, bali mioyo yetu Bwana inakutukuza wewe kwa ajili ya uaminifu wako. Rikalabasakalaba rindiribosakalamando shandelebagaduza namando rikalamandiribosakalamando stilubushana makai rantelebagaduza nama randeremoshana nama. Baba, tunakubariki Baba, tunakutukuza. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Rimandaramaseki rikalamaseki rantelebosakalama rimandaramasekerianama rimandaramasandarama. Baba, ninasema asante kwa ajili ya neema yako Bwana, kwa ajili ya uaminifu wako Bwana. Umekuwa mwaminifu Bwana, umekuwa ngome yetu Bwana, umekuwa nguvu zetu Bwana, umekuwa msaada wetu Bwana, uonekanao tele wakati wa mateso, uonekanao tele Bwana nyakati zote. Rakatelebosaka rekalabasekilama anduramasakaramando rikalamanderemosakaya rikalamasekerimandarama Skandalabosakalamando rikalamanderemosaka. Baba, tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako Baba, tunasema asante kwa ajili ya neema yako. Ni nani aliye kama wewe Mungu wetu na Baba yetu? Ni nani aliye kama wewe mfalme wa falme? Ni nani aliye kama wewe Bwana wa mabwana? Ni nani aliye kama wewe Yahweh? Ni nani aliye kama wewe Elohim? Ni nani aliye kama wewe Bwana? Ni nani aliye kama wewe mfalme wa amani? Ni nani aliye kama wewe mtetezi wetu? Ni nani aliye kama wewe Bwana unayetupigania nyakati zote? Hivyo Baba, tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako, kwa ajili ya neema yako Bwana, kwa ajili ya neema ambayo Bwana umekuwa ukituuisha siku hadi siku Bwana, umekuwa ukituuisha siku hadi siku Bwana. Tumekuja mbele zako tuseme asante Baba, tumekuja mbele zako tukutukuze wewe, tumekuja mbele zako tukushukuru wewe, tumekuja mbele zako tuliinue jina lako, kwa sababu wewe peke yako Bwana unatosha, kwa sababu wewe peke yako Bwana unaweza, kwa sababu wewe peke yako mfalme wa amani unastahili kuinuliwa, unastahili Bwana. Rimakaparamasaka rikatalamasikelemosaka yandarabosakalamaseke yandaramasandalamaya ekalamasandalamayandoriamaseke eramasandalamaya yandarabosekelemasaka yandaramasandalamaya iramakaparamasekelemandaramasaka reka paramasekeri ananamaseke erando rabashanda lamayando eranda karamasekele mandoriana masaya iramaka paranda ramasekele masaka yanda ramashanda lamayanto. Endelea tu kuomba. Maombi haya yamebeba neema mbalimbali, yamebeba neema mbalimbali, yamebeba neema mbalimbali, yamebeba neema mbalimbali. Rabalagadusa ekaramana rabosaka eskanda labagadusa nama ekaramasanda labagadua rikalamasekele masaka randele bosaka shanda labagadusa namano rima mama stela dagabalagadusa ranta kalabasekele mano rimanda ramasekeriana namaseke
Randoriana na mayanta la bagadusha na mando. Irama kapara na maseke. Irana na mashanda la ma. Irana na mayanta la mando. Ikarana na mandoriana na masaya. Rabala gadusha na ma. Anasema kwenye ile Yohana 1:16 anasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema na juu ya neema. Tunawezaje kuipokea hii neema na juu ya neema? Maana yake tunapoendelea kuomba, unapoendelea kudeclare, unapoendelea kuachilia matamko, hiyo neema na juu ya neema inatokea. Hiyo neema na juu ya neema inadhihirika. Shakala balagadia ekarama sekele masaka. Kwenye maeneo mbalimbali neema na juu ya neema. Kwenye eneo la uchumi neema na juu ya neema. Kwenye eneo la kiroho neema na juu ya neema. Kwenye eneo la familia neema na juu ya neema. Rama kaya na masaka. Majira haya tunapokea neema na juu ya neema. Hiyo neema na juu ya neema inadhihirika katika jina la Yesu Kristo. Raka para masekele mosaka. Shakateli ya makapara masaka. Jambo moja ambalo unapaswa kufanya ni kuendelea kukiri ya kwamba neema na juu ya neema, neema na juu ya neema inadhihirika kwenye maisha yangu, inadhihirika kwenye familia yangu, inadhihirika kwenye kila maeneo ya maisha yangu. Raka para masekele mosaka. Shanda rama kaya na maseke. Randoriana na masekele moyanda na masaka. Neema na juu ya neema, 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 neema isiyokuwa na kipimo, neema isiyokuwa na kipimo. Rama kapara masaka. Shakata la masaka. Neema ifurikayo, tunaikiri mwezi wa 3. Neema ifurikayo. Rama karama seke. Shanda kayana na masaka. Neema isiyokuwa na kipimo. Rama kapara masaka. Kwenye maeneo mbalimbali neema isiyokuwa na kipimo. Rabro shakana magadia. Shkabala gadusha gama. Neema isiyokuwa na kipimo. Neema manake kazi yake ni utoshelevu kwenye maisha yetu. Neema inayotuwezesha, neema inayotuwezesha kufanya yote tunayofanya, ikiwa ni kwenye huduma, ikiwa ni kwenye familia. Kuna neema inayotuwezesha. Unapaswa kuikiri hiyo neema ya kwamba neema yako Bwana ndiyo inayoniwezesha. Neema na juu ya neema. Rama kapara masaka. Yanda rama sekele mosaka. Yanda rama sekele mosaka. Yende remo shana na rama yakateria. Irama kapara masaka. Neema yako Bwana naikiri kwenye kila maeneo ya maisha yangu. Neema yako ihusike. Neema yako Bwana inibebe. Neema yako Bwana ihusike. Neema yako inibebe. Rabro shakaraba. Seprona rama kayana maseke. Irende remo sekera masaka. Shanda kayana na masaka. Naikiri neema yako Bwana inibebe. Naikiri neema yako Bwana ihusike kwenye kila maeneo, ikiwa ni eneo la kiroho, ikiwa ni ukuaji wa kiroho. Shakala bagadia. Shelebo shanama. Rantela manu. Shekela manderemo shanamanu. Ikaramanda ramasaya. Renda ramosaka. Naikiri neema yako Bwana. Naikiri neema yako Bwana inibebe. Naikiri neema yako Bwana inibebe. Naikiri neema yako Bwana inibebe kwenye kila maeneo. Naikiri neema yako. Mimi mwenyewe siwezi, ninahitaji neema yako Bwana iniwezeshayo. Ishaka para masaka. Erema kayana na masaka. Naikiri neema yako Bwana iniwezeshayo. Iniwezeshe Bwana, iniwezeshe Bwana, iniwezeshe Bwana. Neema yako iniwezeshe Bwana kwenye kila hatua ya huduma. Neema yako iniwezeshe kwenye kila hatua ya ukuaji wangu wa kiroho. Neema yako Bwana iniwezeshe, maana bado sijafika. Nahitaji kwenda hatua mpya, nahitaji kwenda viwango. Yakapara masaka. Yanda rabo seke. Shanda kayana na masaka. Neema yako ihusike kunifundisha. Neema yako ihusike kunifundisha. Neema yako ihusike kunifundisha. Rima kapara masaka. Yanda kara masaka. Neno lako nasema ya kwamba yale mafuta mlioyapokea yanawafundisha. Rima kapara masaka. Ni kweli naweza nikasoma Biblia, lakini hayo mafuta yasipohusika kunifundisha, bado sitaweza
sitaweza kuelewa kitu, bado sitaweza kuelewa, bado sitaweza kuelewa kitu, bado sitaweza kupata kitu cha kunifaa. Rakapara masaka yana kana masaka. Ndio maana nasema Bwana, neema yako, neema yako haiwezekani neema ikahusika bila Roho wako Mtakatifu kuhusika. Ndio maana anaitwa Roho wa Kristo, anaitwa Roho wa Baba, anaitwa Roho wa neema. Yana kana masaka, maana yake anahusika kwenye kila hatua, kwenye kila hatua ya ukuaji wa mtu kiroho. Yakasakateria rakasota kaparada shanama kapara maseke yana karaba sekele mosaka yana karaba sekele mosaka yana karaba sekele mosaka. Mwambie tu Bwana neema yako tena, mwambie tu Bwana neema yako tena, neema yako tena Bwana nibebe kwenye hilo jambo ambalo naliendea mbele yangu Bwana. Yana karaba saka, neema yako Bwana nibebe kwenye hilo tenda, neema yako Bwana nibebe kwenye hiyo kazi, neema yako Bwana nibebe kwenye hilo jukumu, neema yako Bwana nibebe kwenye hiyo huduma, neema yako Bwana nibebe. Rabrosika rekopolia masekele masaka yana karaba sekele musaka yana karaba sekele musaka iendere moshana na nama ya kateria irama kapara masekele musaka. Neema yako Bwana tubebe, neema yako Bwana tubebe. Shala katoria na makai kapara na malagadi shana karaba sekele shana kaya na masaka erima kapara maseke shana kaya na masaka. Hatujaona mwingine wa kutupeleka hapo kwenye hiyo hatua ila ni wewe Yesu. Hatujaona mwingine wa kutubeba kutupeleka hiyo hatua ila ni wewe Yesu. Hatujaona mwingine Bwana anaweza kutusemea kwenye hiyo hatua ila ni wewe Yesu. Unaweza kutusemea kwa neema yako Bwana, unaweza kututosheleza tukasikia na nguvu mpya ya kuendelea. Neema yako Bwana, neema yako Bwana, neema yako Bwana tubebe tena, neema yako Bwana tubebe tena. Rakapara masaka yanaba ekaraba sekele musaka yana karabo sakataraba iraba kapara masaka yanaba eria makapara masekele musaka iraba kapara masekele musayaraba irana karabo sekele yanaba seke irama noria masekele musaka ya eria makapara masekele musaka yana karabo sakataraba seke imana karabo saka imanoria na masekele musaka yana rabo sakataraba seke ya makapa ila nokora masekeria na maseke ina na masakata na masakata ina na masekele mosakata ina na kaya na masakata na makapa ina nokoria masakata na maseke ina na masekeria na masaka. Ebali Bwana, neema yako, neema yako, neema yako Bwana tubebe, neema yako tupeleke hatua fulani ya baraka, neema yako Bwana tubebe itupeleke hatua fulani ya ushindi ya kapara masaka ya nakara masakata era masana na mayaka eria makaya na masaka era manakaya na masaka. Isiwe maneno tu, ibali katika nguvu, ibali katika nguvu, ibali katika nguvu. Rabro saka seke paradasa ya makapara masaka ya takaya na masaka. Neema yako iliyobeba kibali, neema yako iliyo na kibali, neema yako iliyo na kibali, neema yako iliyo na kibali, neema yako Bwana iliyo na kibali. Rabro shila makaya Eranta karamasaka ya katala masaka ya darabosaka. Kama alivyosema mtumishi wako na baba yangu wa kiroho ayanda rabo sakara baseke yanda kapara basaka. Askofu Dickson Koneka Biblia ya kwamba Mwenyezi Mungu iko neema, neema iliyobeba kibali aya kapara ishara baragadi itakayosababisha kukubalika ina watu kuachilia usaidizi kwenye maisha yangu, kwenye huduma. Rabo shanaba erika parada shera bahate liba
Shabra hateliba kai riba karabarano Shebra hateliga baragadu Sheria wantara bagadi Yakatana basaka Ineberio baba kibari Ineberio baba kibari Ineberio baba kibari Ineberio baba utukufu Rika parabasaka Ishaka telaba Shela baragadi Riba kaparada basa Yakatana basaka Ineba yako Bwana Ineba yako Bwana Neema yako Bwana inayovunja kila beria za ukoo, kila beria za familia, kila beria ya kaparaba za kikabila, kila beria. Neema yako Bwana ivunjayo nira, kila nira zinavunjwa yakasakapa erakasakapa ekatalabakato shakateria bakapa ilabakapara basaka. Neema yako Bwana ivunjayo nira rabrosaka yakaparadasa yakasere magado ratakaparada shadagadagaba shadabaragadaga shebedebelegadi rabalagadaga shadabaragadusalaba ekaparadaba. Neema yako Bwana ivunjayo mipaka ya kikabila, mipaka ya kiukoo, mipaka ya kimila. Neema yako inavunja, neema yako inavunja. Neema yako ni moto ulao rakaparada shalabalagadi ekaparadalaba shadadabaraba. Ni majira haya ninapoendelea na maombi haya, ninaona nira zinavunjwa, ninaona mipaka inaondolewa, ninaona beria zinaondolewa kwa neema ya Bwana, kwa neema ya Yesu. Rakapaya shaladaba eriabakayanaraba ekoriyanaraba sayaraba erabarabaraba shabarabaraba ereborabaraba. Naona hizo beria zinaondoka, hiyo mipaka inaondolewa, hiyo aibu inaondolewa kwa neema ya Bwana, kwa neema ya Mungu. Rabro shadabaraba shalabalagani. Paulo anasema kwa neema yako, kwa neema ya Mungu nimeyafanya haya yote rakaparaba, kuzidi wengine, kupita wengine. Yamkini wengine walimtangulia, lakini alipoitambua neema ya Mungu, ile neema Elia anamwambia Ahabu, tangulia na farasi. Lakini kwa sababu Elia anayo neema ya Mungu, ile neema ya Mungu ilimsaidia kumpita Ahabu aliyekuwa na farasi. Karama sekelebo saka teleba zakarabusa repalagadusha nama. Neema ya Mungu ikasababisha mlipuko fulani mzuri, mlipuko wa mema. Shakala baragadia shakatela bagadwa erate keperia na masaka shana na mayakateria erika para basakata. Mwezi wa 3 inaiona neema ya Mungu ikikubeba kwenye maeneo mbalimbali, ikikubeba kwenye maeneo mbalimbali, ikikubeba kwenye hiyo biashara, ikikubeba kwenye hiyo kampuni yako. Naiona neema ya Mungu. Mwezi wa 3 tunatembea katika neema ya Mungu. Tumebeba na hiyo neema ya Mungu, sio sisi tena, bali ni hiyo neema, bali ni hiyo neema, bali ni hiyo neema, bali ni hiyo neema. Hiyo neema inatubeba, hiyo neema inatubeba, hiyo neema inatubeba. Tunaenda tofauti na namna walivyosema, na namna walivyotarajia. Walifikiri ya kwamba kuna mahali tunaishia, hawakujua ya kwamba neema ya Mungu ndio inayotubeba, ndio inayotufanikisha. Hiyo neema tunaikiri majira haya, tunaikiri hiyo neema ya Mungu. Shalabalagadia
Shaka parabaraba, shaka parabaraba, shaka kaparabaraba, shaka teriaraba saka, shanda labagadia, shana makaya namasaka, peria makapara masaka, shana mayaka teria makapa. Ikiri tu hiyo neema ya Mungu, ikiri tu hiyo neema ya Mungu kwenye maeneo mbalimbali, kwenye maeneo mbalimbali. Erabro shaka, shaka labalagadia, shana kaya namasaka, shaka parada balagadia, shana mayaka teria, shana kapara balabaraba, shana na 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 na, shaka parada ba, shake para balagadua, shana mayaka teria. Tunaikiri neema ya Bwana, tunaikiri neema ya Mungu kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Tunaamini ya kwamba neema ndio inayotubeba, tunajua ya kwamba neema ndio inayotubeba. Kapara basakayama, shana mayakateria. Anasema si kwa nguvu wala si kwa uweza, bali ni kwa Roho wa Mungu, bali ni kwa Roho wa Mungu, bali ni kwa Roho wa Mungu. Maana yake Roho wa Mungu anatusaidia, Roho wa Mungu anatubeba, Roho wa Mungu anatufanikisha kwenye kila maeneo ya maisha yetu. Ya kapara masaka ya makapa, reka parada barabasaka, karama saka taraba, shabala gaduska laba, rema kapara masaka, rema narabosiki, shada balagadu. Ikiri tu neema ya Mungu, neema ya Mungu iliyomfanikisha Mtume Paulo. Hiyo neema iko juu yetu, hiyo neema iko juu yetu. Neema ya Mungu iliyomfanikisha baba yangu wa kiroho Askofu Dickson Corneli Kabigumira, hiyo neema iko juu yangu, hiyo neema iko juu yetu. Kapara masaka, neema iliyomfanya akaenda mbali. Aya kapara masaka, ukiangalia namna alivyoanza na hapa alipo, kuna namna neema ya Mungu imehusika. Ndio maana hiyo neema tunaikiri, hiyo neema shalabalagadia ranta kaparama. Alianzia chini ya mti akiwa Kahama, akaanza huduma chini ya mti, lakini leo hayuko chini ya mti. Hiyo neema iliyomwezesha, hiyo neema tunaikiri, hiyo neema ya Mungu. Kana mashakarabakatus. Unajua kwa nini namsema yeye? Tunaweza tukaishia kwa kina Elia, tukaishia kwa kina Paulo, lakini pia tunao watu leo ambao bado wanaishi, ambao wapo karamashaka, na tumeona neema ya Mungu ikiwatoa eneo fulani kuwapeleka eneo fulani. Sasa lazima tuweze kudeclare pia, lazima tuweze kutangaza pia kwa habari ya watu wakuu ambao Mungu amewawezesha kwa neema yake, amewasaidia. Watu wengi wanaishia kuwataja wale watu ambao hawapo tena, na wakati kuna watu wanaoishi kabisa. Na Biblia inasema Mungu si Mungu wa wafu, ni Mungu walio hai, na sisi tunawakiri wale watu ambao wako hai, na tumeona neema ya Mungu ikiwasaidia, na tumeona neema ya Mungu ikiwawezesha, na tumeona neema ya Mungu ikiwapeleka hatua fulani fulani. Lazima tukiri ya kwamba ni neema ya Mungu imewawezesha kufika hapo walipo. Karama sakata. Na kwa sababu watu tuko connected nao katika ulimwengu wa roho, tunaikiri hiyo neema iliyo juu yao, tunaikiri hiyo neema iliyo juu yao. Shabala gadush kapa ranta kapara masaka shanda gabala gadush reba baba baba dande rebo saka shebala gadush kapa rema na rabo sakata yanda rabo sekele bosaka yanda rama sekele bosaka yanda rabo sakata. Unaweza ukakiri tena ya kwamba neema yako Bwana ndio inayonibeba, ya kwamba neema yako Bwana ndio inayonipeleka hatua hadi hatua. Mwezi wa 3 inaikiri neema yako, inaikiri neema yako Bwana, inaikiri neema yako ihusike kwenye kila hatua ya maisha yangu, maana bila neema yako siwezi, bila neema yako siwezi. Neema yako tu Bwana inipeleke hiyo hatua, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. Nataka sasa tuweze kusikia neno la Mungu kwa hizi dakika ambazo tumebakiwa nazo. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya session ya maombi.
tumeikiri neema ya Mungu kwamba ndiyo inayetuwezesha. Ujumbe wa leo unasema somo linasema habari ya shukurani au kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kushukuru, haleluya, kushukuru. Tunapozungumzia shukurani, maana yake ni neno ambalo linatokea kwenye kushukuru, haleluya. Kwa hiyo kule kushukuru kunapelekea shukurani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapozungumzia kushukuru, maana yake ni tendo la kutambua kile umetendewa na mtendaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna mtu ameonekana amekutendea jambo la wema, unamwambia asante, unamwambia nashukuru ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo anaweza akawa tu ni rafiki yako au ndugu yako amekutendea jambo zuri ambalo limeubariki moyo wako, limeufurahisha moyo wako, na kuna kitu kinazaliwa sasa kinachoitwa nini? Shukurani. Kwa hiyo ile shukurani, kuna neno ambalo linazaliwa pale linaitwa asante, kwamba asante, isingelikuwa ni wewe sijui ningefanyaje hapa, isingelikuwa ni wewe sidhani kama ningeweza kutoka kwenye eneo hili kwenda eneo fulani. Kwa hiyo kushukuru maana yake ni mtu amehusika kwenye maisha ya mtu kwa ajili ya kusababisha jambo fulani la baraka kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa tunapozungumzia shukurani, tumeona kwamba inaweza ikaanzia kwa mtu naye mfahamu, rafiki yako amekutendea jambo zuri na ukamshukuru. Kwa hiyo katika kushukuru kunazaliwa maneno ndani ya mtendewa, kunazaliwa maneno ndani ya nani? Ya mtendewa, na yule mtendewa anazalisha maneno au linazaliwa neno kwamba asante na shukuru. Kwa sababu hii asante kwa kile ambacho kwa kweli Mungu amekutumia. Asante kwa sababu nilikuwa nawaza ningefanyeje. Mungu amekutumia kunifusha hapa. Mungu akubariki sana. Asante kwa yote ulionitendea. Maana yake huyu mtu haishi tu kunyamaza, haishi tu kukaa kimya akasema mimi nimeshukuru tu, Mungu anajua, nimeshukuru kimoyomoyo. Tunapaswa kwenda zaidi. Ni kweli unaweza ukashukuru ndani kwanza moyoni mwako, ukamshukuru Mungu kwamba Mungu asante kwa kumtumia mtu fulani, kwa kumtumia ndugu fulani amekuwa baraka. Lakini pia unaweza ukamwambia kwa kumtumia ujumbe au kwa kumpigia simu, au kama upo naye pale pale unaweza ukamwambia nashukuru kwa sababu ya hiki ulichonitendea. Asante kwa sababu ya wema huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo haipaswi tu kuishia moyoni. Umetendewa jambo fulani zuri kabisa, haipaswi tu kuishia wapi? Moyoni. Unapaswa pia kuzungumza, kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Oria makapa masaka. Shukurani au kushukuru. Haleluya. Amen. Sasa nataka tujikite kwenye eneo la upande wa Mungu wetu. Ni kweli tunajua Mungu anatumia watu kuweza kufanya kwa ajili ya mtu. Tunajua Mungu anatumia watu kwa ajili ya mtu. Lakini jambo la kwanza, tunaposhukuru tunatambua kwamba ni Mungu ndiye ametenda. Hata kama unamuona mtu amekupa kitu fulani, amekuletea kitu fulani, lakini jambo la kwanza ni kutambua ya kwamba Mungu ndiye amefanyaje? Amemgusa huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa tunapozungumzia habari ya kushukuru, nataka tujikite sasa kwa habari ya Mungu kama baba yetu. Amen. Mungu kama nani? Kama baba yetu. Haleluya. Kwa nini tunasema Mungu kama baba yetu? Tunazungumzia Mungu kama baba yetu kwa sababu mtu aliyeokoka tayari
hamuiti tu Mungu kama Mungu, ila kwa mtazamo wa kumuona Mungu anamuona Mungu ni Baba. Amen. Kwa mujibu wa maandiko, Biblia inasema hatukupokea roho iletayo utumwa, bali roho ya kufanywa wana wa Mungu. Amen. Ya kufanywa wana wa Mungu. Maana yake Mungu ametupa roho wake wa kutufanya sisi kuwa watoto wake. Kwa hiyo hatumuiti tu Mungu, ila tunamuona Mungu ni baba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maana hiyo Mungu kama baba yetu, maana yake kuna wajibu wa baba anaopaswa kuwajibika kwa watoto wake, na wale watoto kila wanapotendewa na baba yao wanamshukuru huyo baba yao, wanasema asante baba kwa sababu ya hiki na hiki na hiki na hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tupo sawa sawa. Amen. Tukisoma maandiko kwenye, ngoja tuanzie hapa tuweze kuona kitu fulani hapa kizuri sana. Anasema kwenye ile Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18, anasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Haleluya. Huyu ni mtume Paulo anawaambia Wathesalonike washukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Kumbe kuna mapenzi ya Mungu na pia kuna mapenzi ya adui Shetani. Sasa mambo haya Wathesalonike walitendewa yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ingeliwapasa kumshukuru Mungu kwa sababu ya yale aliyowatendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingeliwapasa kumshukuru Mungu. Ndio maana anawasisitiza ya kwamba shukuruni kwa kila jambo, shukuruni kwa kila jambo. Kumbe tunapaswa kutengeneza mfumo wa kutambua yale mambo ambayo Mungu anatutendea kama baba yetu na kumshukuru. Ukiona na watoto unawatendea unahusika kwenye maeneo mbalimbali, wanakula wanakunywa, na bado hawawezi hata kushukuru kwa habari ya chakula tu, hapo una kesi nyingine. Mungu atusaidie sana. Yaani wanaweza wakala na hawawezi shukuru, hawezi sema hata asante mama, asante baba. Wao wanatarajia mpaka waletee vitu fulani hivi ndio waanzie kushukuru. Hawatambui nafasi tu hata ya kula na kunywa ni jambo ambalo walipaswa kushukuru. Haleluya. Sasa tunapomshukuru Mungu kama baba yetu, tunaanzia kwenye mambo tu haya ambayo ni ya muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanzia kwenye eneo la kuna mambo mbalimbali ambayo Mungu anatutendea, lakini kuna mambo ambayo tunaanza nayo, mfano uhai, afya, uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni mambo ya muhimu sana kama mwana wa Mungu kuweza kumshukuru Mungu. Haleluya. Kwa sababu, kwa nini uhai? Kwa nini afya? Ukiona hivi vitu viko vizuri kwenye maisha yako, uko vizuri kwenye eneo la afya, uko vizuri kwenye eneo la uko hai, manake huo ni mtaji wa kwanza ambao unipaswa mwambie Mungu, baba yangu wa mbinguni, Mungu wangu, na kushukuru kwa sababu ya namna ambavyo Bwana umenipa uhai, umenipa uzima, umenipa afya kama mtaji wa kuanza kuyaona mengine ambayo yamkini nahitaji kuyaona, nahitaji kuyafikia. Kwa sababu mwana wa Mungu ukikosa afya hauwezi, hata ungepewa hivyo unavyovitaka. Fikiria umepewa magari lakini afya ni mgogoro. Yaani umepewa unachotaka sasa, hela zipo lakini afya ni mgogoro. Utafurahia hizo pesa? Utafurahia magari? Utafurahia hizo nyumba? Kwa hiyo tunapoanzia kwenye haya maeneo ya uhai, afya, uzima, ni maeneo muhimu sana. Hata ukipata hivyo ambavyo unaviomba, ukipewa unavyoviomba, utavitumia vizuri kwa sababu utakuwa na afya. Uzima uko sawa sawa. Tunaposema uzima tunazungumzia uzima wa kimungu, sio uhai kwa maana ya uhai tu wa kawaida, hata wanyama wanao uhai. Sasa tunapozungumzia uzima wa kimungu, tunazungumzia uzima unaotokana na Kristo. Kwa maana hiyo unaweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya wokovu amekuokoa. Ni neema umeipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema umeipata.
Yaani ukatengeneza kabisa prayer point kwamba Mungu nakushukuru kwa sababu ya wokovu, maana umenipa uzima kupitia mwanao Yesu Kristo. Sikuwa na huo uzima, lakini kwa sababu ya neema ya wokovu nimeangaziwa hii nuru. Lazima nimshukuru Mungu. Kuna watu wanaomba na kuomba na kuomba, yamkini ndugu zao waokoke, bado hawajakutana na hiyo neema. Kwa nini wewe uchukulie ni jambo la kawaida? Kwa nini uchukulie kana kwamba tu ni jambo la hapana? Unapaswa kumwambia Bwana asante, unapaswa kumwambia Mungu na kushukuru. Haleluya, haleluya. Ndio maana kuna mahali fulani kwenye wimbo fulani wa tenzi unasema sikukuu, sikukuu ya kuondoa dhambi zangu kuu, nililia na kuomba tu. Maanake anaposema alilia na kuomba tu, hakuwa anaomboleza kwa maana vibaya. Yale machozi ni machozi ya furaha. Kila akikumbuka, haikuwa rahisi kuokoka, haikuwa namna nyepesi. Kuna namna neema ya Mungu imehusika. Kwa hiyo huyo mtu anazalisha shukurani mbele za Bwana. Huyo mtu anazalisha namna ya kumshukuru Mungu. Anasema, Baba, kama si kazi ya msalaba, kama si kazi ya msalaba, ningelikuwa wapi? Kama si kazi ya msalaba. Amen. Kwa sababu naamini ukizalisha ombi tu la kumshukuru Mungu kwa sababu ya wokovu, unajua ndani ya wokovu humo ndipo tunapata hekima, tunapata maarifa hata ya kuvitumia hivi ambavyo tunaviomba vinavyohusiana na mambo ya kimwili. Haleluya, haleluya. Hivi hujaona watu wana vitu vya kawaida hivi wanavyoita utajiri, mali, lakini kwa sababu ya neema ya wokovu haijawafikia, wanavitumia ovyo. Mtu ni kweli amevipata alipovipata, lakini bado havitumii kwa utukufu wa Mungu. Sasa wewe mtu wa Mungu, mwana wa Mungu, kama tayari umepata wokovu, kwa neema ya Mungu umeokolewa, ni jambo la kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu asante kwa kuniokoa. Hata na hivi utakavyonibariki vingine vikitokea, mali, vitu mbalimbali, nitavitumia katika utukufu wako, nitalitukuza jina lako, nitaliadhimisha jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie kuelewa. Amen. Karabasaka. Kuna mahali fulani Biblia inasema, kwa tusome hapa kwenye Wakorintho, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 11. Sura ya 10, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 11. Ngoja tusome hapa tuone kuna kitu hapa kitatusaidia kuelewa, ili tupate kujengwa. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 11. Anasema hivi, anasema wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Mstari wa 10, wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika wakaharibiwa na mharabu. Mungu atusaidie sana. Amen. Unaona watu hawa wana wa Israeli, kuna mambo kadha wa kadha ambayo Mungu alikuwa anawatendea wakiwa jangwani, lakini kwa sababu ya kukosa kushukuru, yaani Mungu anajaribu. Musa anaenda mbele za Mungu kwamba watu hao Bwana wamekuja, wanataka kitu fulani, wanataka nyama, kware wanapewa, bado wanasema Musa hujafanya kitu. Mungu atusaidie sana. Kumbe tunajifunza nini hapa? Kuna namna tunajifunza kwamba Mungu anajisikia vibaya anapoona hatuwezi kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka nimekuambia kitu kwamba kushukuru tuanzie hata pale kwenye eneo la wokovu. Unajua, kumbuka tulikuwa watumwa wa dhambi. Baada ya Adam na Hawa kuasi, tayari wote tukawa tumeuzwa, tukawa watumwa wa dhambi, watumwa wa Ibilisi. Lakini Yesu Kristo akaja, akafa, akafufuka siku ya tatu,
alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Maana yake hili ni jambo tu la kutuonyesha kwamba sisi tusingeweza kujiokoa, tusingeweza kujitoa kwenye ule utumwa tuliokuwepo. Ni neema. Haleluya. Kama Biblia inasema hakukuonekana mtu mbinguni, duniani wala chini kabisa kule, aliyeweza kuwa tayari kwa habari ya kufa kwa ajili yetu, kulipa gharama kwa ajili yetu. Lakini mwana kondoo, simba aliyewakamia na Yuda, akasema mimi niko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa wakati tumesoma hapa tunaona kwamba Mungu si kana kwamba alikuwa hajatenda matendo makuu kwa habari ya watu. Kumbuka amewavusha bahari ya Shamu. Amewavusha bahari ya Shamu wakiwa na kiu, wamepewa maji wakanywa, bado mioyoni mwao wanaona kwamba hii ni nini, ni kitu gani? Kumbe mtu asiyeshukuru, hata ungempa vitu na vitu, hata ungemtendea kwa namna fulani, bado angeona hujamtendea kitu, bado angeona hujampa kitu fulani cha kumfurahisha moyo wake. Mungu atusaidie sana. Amen. Unajua hii roho ya kutokushukuru imeanzia kwa Lucifer pia. Anaitwa Ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu Lucifer, Biblia inasema aliumbwa ni kerubi aliyepakwa mafuta, nyota ya asubuhi, mleta nuru, lakini bado aliona haitoshi kwenye hiyo nafasi, anataka aipate nyingine tena kwa nguvu. Sasa si kama unanielewa ninachosema? Amen. Mungu asaidie sana. Amen. Kutosheka. Kwa hiyo kushukuru ni hali ya mtu kutosheka. Mungu asaidie sana. Na kutokushukuru ndiko kunakosababisha mtu amtende Mungu dhambi. Kutokushukuru kunasababisha mtu amtende Mungu dhambi, aende zaidi ya, kwa sababu usiposhukuru utalazimisha kwenda kwenye njia ambazo si sahihi, ili mradi ujipatie unachotaka, ili upate unachotaka. Lakini mtu anayeshukuru anamwambia Baba, asante kwa hiki ulichonitendea, naamini katika wewe, na hata hivi ambavyo mkini bado sijaviona katika damu na nyama, katika wewe nitafanikiwa, katika wewe. Haleluya. Amen. Ila mtu asiyeshukuru anaanza kuona njia ya Mungu ni kama haitoshi, ngoja nijipatie tena njia nyingine, niende tena kwenye njia nyingine, ili mradi tu nitake au nipate ninavyovitaka. Sasa huko ndiko kunakosababisha moyo wa mtu usiwe na namna ya kumpendeza Mungu. Mungu asaidie sana. Sasa tunaona watu namna ambavyo hawakuweza kushukuru, mpaka kuna wakati sasa nyoka wakaharibiwa na nyoka. Mungu asaidie sana. Amen. Wakaharibiwa na nani? Na nyoka. Sasa Mungu anaona watu, maana nimewatendea mengi, mbona nimefanya hiki na hiki, walikuwa wananililia katika hiki, nimewatendea, walikuwa wananiomba hiki, nimewapa, mbona bado mioyo yao imejaa manunguniko? Kumbe manunguniko sasa, kutokushukuru kunaweza kusababisha hata na kile Mungu alichokuwa anataka kukutendea asikutendee. Ingawa Biblia inasema fadhili za Bwana ni hazikomi, lakini mtu asiyeshukuru anafunga milango ya baraka. Mungu anaona kama mtu nimemtendea hiki na bado hawezi kuja mbele zangu akanishukuru, sasa nimfanyie kitu gani ambacho kitamfanya aweze kushukuru? Mungu asaidie sana. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee kidogo hapo kwenye kile kitabu cha Hesabu 16 mstari wa 41 mpaka 49. Ngoja tuende hapo tuone. Hesabu 16 Hesabu 16 na Biblia yangu
Yes, inasemaje? Naona Biblia yangu kwa haina huo mstari wa 41 mpaka 49. Ya kwako inayo? Anasema 41 mpaka 49. Ya kwangu naona haina. Anasema lakini siku ya pili yake mkutano wote wa wana wa Israeli. Lakini siku ya pili yake mkutano wote wa wana wa Israeli wakamnung'unikia Musa. Wakamnung'unikia Musa. Hao watu ni wana wa Israeli, wanamnung'unikia nani? Musa. Tena hao ni watu wa agano kabisa. Unaweza ukawa umeokoka, ni mwana wa Mungu, lakini bado umejaa nini? Manung'uniko. Haujamwamini baba yako wa mbinguni. Yaani umemwamini katika wokovu, lakini haujamwamini katika kutendea yale unayoyaomba. Bado ukawa na hali ya nini? Ya manung'uniko. Na Haruni wakasema, ninyi mmewaua watu wa Bwana. Ninyi mmewaua watu wa Bwana. Basi ilikuwa hapo huo mkutano ulipokuwa umekutanika kinyume cha Musa, yes, na kinyume cha Haruni, wakaangalia upande wa hema ya kukutania, na tazama, hilo wingu likaifunika hema, na utukufu wa Bwana ukaonekana. Haleluya. Na Musa na Haruni wakaenda hapo mbele ya hema ya kukutania. Inatosha tu hapo, mtu wa Mungu. Amen. Wakati unasoma nikawa napata ufunuo fulani. Unajua hawa watu wanaomnung'unikia Musa na Haruni wanasema kwamba umewaua watu wa Bwana. Wale waliokuwa wamekufa ni kina Kora na wale watu wengine wale 250. Sasa na hao walikufa kwa sababu walijaa manung'uniko, ni kana kwamba walikuwa na roho ya uasi. Mungu atusaidie sana. Amen. Walikuwa na roho ya nini? Ya uasi. Sasa wakati wakiwa na roho ya uasi, Mungu akamwambia Musa, waambie walio upande wako wakae upande wako, na walio upande wa Kora wakae upande wa Kora. Mungu atusaidie sana. Sasa hapa anatufundisha kitu. Unaweza ukawa na mtu unajaribu kumtendea. Hapa inatufundisha upande wa mfano, labda mtu anaweza akawa na baba wa kiroho. Mtu anaweza akawa na mzazi wa kiroho. Anaona kana kwamba hapa ni kama atoshei, ngoja niende tena sehemu nyingine. Katika namna ya kutafuta miujiza, kutafuta, unashangaa mtu amejikomba mahali. Unajua watu wengi unaona leo, wengi wanatangatanga, ni ile hali ya kutokushukuru. Sika na kwamba wanapokuwa pale, sika na kwamba walipokuwa kwa Musa walikuwa watendewi, walikuwa awali walikuwa wanakula, lakini bado watu wana spirit ya uasi. Mungu atusaidie sana. Amen. Sika tunaelewana watumishi wa Mungu. Amen. Kumbe watu wangelifika mahala fulani wakawa na moyo wa shukrani, wakawa na namna ya kushukuru hata na yale ambayo bado yamkini wanatarajia kuyaona katika damu na nyama yangetokea, kwa sababu ule muujiza waliotendewa, waliokuwa wanaona kama ni mdogo, wangeanzia hapo kushukuru Mungu, kwa sababu ni mwaminifu, angewatendea. Na ndio maana kila wakati walipokuwa wanaomba kitu Mungu alifanya, lakini kwa sababu watu ni watu ambao hawana shukrani, bado waliona ni kama hawajatendewa kitu, bado waliona kwamba Mungu hapo maana kama hamna kitu, na ndicho kilichopelekea wengine wakawa waasi. Mungu atusaidie sana. Wakaasi kwa sababu ya namna ya manung'uniko. Ndio maana nimekuambia pale kwamba mwanzo kwamba mtu akikosa kushukuru, kinachofuata baadaye huwa anaanza kugeukia miungu mingine. Mtu anaweza akawa ameokoka kabisa, kama hatakuwa ni mtu ambaye anajilisha neno la Mungu akapata ufahamu sawasawa, anaweza kuona kana kwamba kuna vitu vinachelewa. Mwisho wa siku anaanza kutafuta namna nyingine ya kujisaidia kwenye maisha yake, na pale ndipo ambapo watu wengi wanaasi, wanamwacha Mungu kwa sababu ya kutokushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wana wa Mungu, nimejifunza kitu. Unajua, kwa mfano mtu anapokuja kanisani, si kana kwamba Mungu ajifunui kwa hao watu. Ukiona mtu yote ameasi, ametoka eneo fulani akaenda mahali, si kana kwamba Mungu hajaifanya kitu kwenye yale maisha ya yule mtu, ila ni ile hali ya kutokushukuru. Kutokushukuru ndiko kunako kuwafanya watu wengi waone, hapa naona ni kama upako umeisha, naona ni kama Mungu sasa asikii, ni kama Mungu atendi. Kumbe Mungu ni Mungu wa season fulani, Mungu ni wa majira fulani. Ninaposema Mungu wa majira fulani, namaanisha kila majira fulani kuna namna Mungu anafanya. Kwa hiyo inahitajika uvumilivu fulani. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya.
Kuna jambo, namaanisha ni kuna jambo unaweza ukaliomba leo, kama majira ya kulipata hayajafika, unaweza ukahisi ni kama Mungu asikii. Si kana kwamba Mungu asikii, Mungu anasikia, lakini Biblia inasema kwenye ile Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa 1, kwa kila jambo chini ya juu kuna majira na nyakati. Kwa unaweza ukawa umeomba kabisa jambo fulani na uko chini ya baba wa kiroho, labda ana upako yani ana manto fulani hivi pako kabisa, lakini mwana wa Mungu, kuna majira ya kupokea hilo jambo. Kwa hiyo nifanyaje? Niendelee kumshukuru Mungu kwa haya ambayo amenitendea mwaka jana, amenitendea mwezi uliopita, iwe ni ngazi yangu ya kumfanya Mungu pia afanye kwa ajili ya haya mengine ambayo nimemwomba. Amen. Kwa sababu ametambua namna ambavyo mimi nimekumbuka kushukuru. Ndio maana nasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yaani hapa anatufundisha kila siku tuwe ni watu wa kumshukuru Mungu, tuwe ni watu tuliojenga platform, madhabahu ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani madhabahu yako ya kwanza iwe ni shukurani. Ni lazima tufike mahali tuijenge hiyo madhabahu. Ninaposema kuijenga madhabahu, ni moyoni mwako unaitengeneza, unatengeneza mfumo kwamba kila ninapoamka, kila ninaporudi kwenye shughuli zangu, nimejenga platform, madhabahu nimejenga altar, madhabahu, nimejenga jukwaa fulani ndani yangu la kumshukuru Mungu, kwamba Bwana, nakushukuru kwa sababu ya mambo haya na haya umenitendea, si kwa uweza wala nguvu zangu, bali ni neema yako, bali ni kwa roho wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hawa ndugu, kuna wengi walikufa kwa sababu ya kutokushukuru. Sasa leo hii unaweza ukafa kiroho kwa sababu ya kutokushukuru. Unajua Biblia inazungumzia kwa habari ya, anasema shina la uchungu lisije likachipuka mioyoni mwenu, watu akaipungukia neema. Kwa maana hiyo kutokushukuru pia huwa kunapelekea mtu awe na nini, na manunguniko, na kule kwenye yale manunguniko kunazaliwa shina la uchungu. Mtu yoyote ukiona ni mtu wa kulalamika kila wakati, ni mtu ambaye yani huwezi muona anaongelea vitu vizuri, kwamba hata tunamshukuru Mungu amefanya, yani Mungu hapa ndio Mungu, yani ni kama hayupo, nini kimungu, yani huyo ni mtu ambaye ndani yake ana uchungu. Mungu atusaidie sana. Sasa mtu huyu siku hadi siku utaona anatoka kwenye njia, anapishana na Mungu kwa sababu ya namna ambavyo amekosa kushukuru katika yale ambayo Mungu amemtendea. Haleluya. Kwa hiyo wana Mungu, tunapozungumzia shukurani huwezi anza na kwamba kuna vitu fulani ambavyo unavijua sasa kwamba hiki ndio kitanisababisha yani ule tu uzima, afya, neema ya wokovu ni jukwaa tosha unalopaswa kulijenga kwa ajili ya kuanza kumshukuru Mungu, kumwambia Baba asante, unajua kuniokoa tu, tayari mimi ni mzima kwa sababu ndani ya wokovu kuna ulinzi wa kimungu. Kwa hiyo kama kuna ulinzi wa kimungu, kuna namna naenda kuyafanya yale ambayo Mungu amekusudia niyafanye. Mapenzi ya Mungu yanaanza kutimizwa kwenye maisha yangu. Usije ukaona kwamba umechelewa, usije ukaona kwamba sasa mpaka sasa hivi imekuwaje. Anza kushukuru kwenye namna ambayo Mungu amekuokoa, kwenye namna ya wokovu, kwa sababu kwenye kuokolewa kuna kurudishwa kwenye mapenzi ya Mungu. Yaani mtu akiokolewa tayari amerudishwa kwenye mapenzi ya Mungu, anaanza kuyaishi yale ambayo Mungu anataka aweze kuyaishi, kuyatenda katika maisha yake. Haleluya. Oh Jesus. Naomba tuende tena mbele kidogo. Tuende tena mbele kidogo hapo. Waebrania sura ya 3 mstari wa 11 na ule mstari wa 17. Waebrania sura ya 3, tuende hapo tuone na kitu cha kutujenga hapo.
Waebrania sura ya 3 mstari wa 11. Tunaona sasa, anasema hapa kwenye huu mstari wa 11, anasema tuanzie mstari wa 10 tu. Anasema hivi: kwa hiyo nalichukizwa na kizazi hiki, nikasema siku zote ni watu waliopotoka mioyo hawa. Unaona, hawakuzijua njia zangu, hawakuzijua njia. Sasa hapa kuna kitu tunajifunza hapa. Anaposema hawakuzijua njia zangu, kumbuka siku zote Musa amewatambulisha Musa amewatambulisha Mungu aliyefanyaje, aliyemtuma kwao, kwamba ni Mungu fulani. Mungu atusaidie sana. Lakini bado watu hawakuzifanyaje, hawakuzijua njia za Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu alikuwa anaonyesha kana kwamba wafunguliwe macho. Kuna wakati Mungu anawalisha mana. Ile mana kazi yake ilikuwa ni kuwafungua macho ya rohoni, waelewe kwamba ni nani. Lakini bado hao watu walikuwa hawajafunguliwa macho yao. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Mstari wa 11 anasema, kama nilivyo hapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu. Sasa mpaka inafika mahali Mungu anaapa kwamba watu hawa hawataingia rahani mwake kwa sababu ya namna watu hawakutambua wema wa Mungu, hawakutambua fadhili za Mungu, hawakutambua ukuu wa Mungu. Na kwa sababu hawakutambua ukuu wa Mungu, hawakuweza kumshukuru Mungu. Hawakuwa hata na mioyo ya kusema Baba asante. Hata kule namna ulivyotutoa Misri, umetutoa utumwani, ni fadhili zako, ni rehema zako, ni uaminifu wako. Haleluya. Amen. Karamasaka rekapalakadushi. Kwa hiyo kutokushukuru kutauzuia mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Kutokushukuru kunafanyaje? Kutauzuia mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Yaani mtu asiyeshukuru, ndio maana nimesema kwamba mtu asiyeshukuru kuna namna anatoka mpaka nje ya mapenzi ya Mungu. Ndio maana anasema kwenye Isaya 59 mstari wa 1, anasema tazama mkono wa Bwana ukupunguka. Tazama mkono wa Bwana ukupunguka. Kuna wakati mkono wa Bwana watu wanaona kama umepunguka kwa sababu ya kutokuwa na shukrani. Yaani Mungu anafanya vitu kwenye maisha yako, bado unaona hajafanya. Mwisho wa siku unaanza kuona ni kana kwamba hamna kitu anachofanya. Si kana kwamba mkono wa Bwana umepunguka. Si kana kwamba Mungu ameacha kutenda matendo makuu. Jirani yako tu hapo unaona Bwana anaendelea kujifunua kwa sababu ni mtu anayeshukuru. Ni mtu anayekumbuka kushukuru. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Unajua wana wa Mungu, hata sisi wanadamu, mfano ukimtendea mtu kitu kizuri akaja akashukuru, unajisikia vizuri. Si ni kweli? Ni kweli unaweza kusema mimi nilifanya tu kazi ya Mungu bwana. Hata kama ameshukuru hajashukuru, mimi nimefanya utumishi. Lakini kiukweli kila mtu anapenda kusikia neno asante. Kila mtu anapenda kusikia asante. Yaani ukisikia tu asante, kuna namna unajisikia kumbe ametambua mchango huu niliomfanyia, hiki nilichofanya, ametambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukiona mtu hajatuma labda message yoyote kukujulisha hata akuwa amepata hicho kitu, utamuuliza je, umepata? Akisema ndio, maana yake unatarajia neno la pili pale. Baadaye ukiona hajasema chochote, maana alisema amepata, maana hata hajashukuru. Si kama unanielewa ninachosema? Ikiwa wewe mtu, Biblia inasema kuna mahali Yesu akasema, ikiwa ninyi mlio waovu mnapenda kuwatendea watoto wenu yaliyo mema, je, si zaidi Mungu? Kwa hiyo Mungu pia anapotutendea mema, kuna namna sasa ya sisi kurudi kwenye nini? Kumwambia Baba asante kwa yale uliyotutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo tunavyoona mkono wa Bwana ukiendelea kututendea. Ni kweli mkono wa Bwana, yani fadhili za Mungu hazijakoma, lakini shukurani pia ni kama namna ya kuchochea matendo makuu ya Mungu, namna ya utendaji wa Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Kwa hiyo shukurani pia ni kama namna ya kuona namna ya kuchochea namna ya utendaji wa Mungu, kwamba tunamshukuru Mungu kwa sababu ya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Hata kama kuna vitu hatujavipata bado hatuachi kumwambia Baba asante, kwa sababu hata ulinzi huu, kwa sababu hata neema hii ya wokovu inatupaswa kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Kwa hiyo kushukuru ni tendo la imani. Kushukuru ni tendo la imani. Kwa nini? Kwa sababu sio kila kitu kinakuwa kimeonekana katika damu na nyama. Kwa hiyo anayeweza kushukuru ni mtu mwenye imani tu. Sasa naposema kushukuru ni tendo la imani, imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika. Imani ni kuwa na hakika katika neno la Bwana, kwamba ninaposhukuru ninaamini ya kwamba neno la Bwana limekwisha kutenda haya niliyoyaomba. Kwa hiyo namwambia Baba asante, kwa sababu tayari nimekwisha kuyaona, hata kama katika damu na nyama hujayaona. Haleluya. Kwa hiyo ili ushukuru, kuna mambo ambayo Mungu ameshakutendea umeyaona, unamshukuru, na kuna mengine ambayo bado hujayaona katika damu na nyama, bado pia unapaswa kumshukuru Mungu, kumwambia Baba asante kwa ajili ya lile jambo, najua tayari umetenda. Kwa ajili ya kile kitu, najua tayari umetenda. Kwa ajili ya yale niliyokuomba, tayari umetenda. Unaanza kusalisha sasa maombi ya shukrani, unamwambia Baba asante, asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili uweze kushukuru kwenye hicho kiwango, ni lazima uwe mtu wa imani, uwe ni mtu unayeamini. Unaamini nini? Unaamini katika neno la Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 3, anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Katika huyo nani? Katika neno. Haleluya. Kwa ninaposhukuru, namshukuru Mungu kwa sababu katika neno lake kila kitu kilicho cha kwangu, kinachonihusu mimi, kimekwisha kuwako. Vingine ni swala la muda tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vingine ni swala la majira tu, kwamba majira yakiwa tayari, majira yakifika, vinatokea. Rohoni vipo. Haleluya. Kwenye ulimwengu wa roho tayari nimevipokea, ninavyo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mtu anayeshukuru lazima awe ni mtu wa imani. Kushukuru ni tendo la imani, kwa sababu sio kila kitu kimeshaonekana katika ulimwengu wa damu na nyama, vingine bado viko rohoni. Kwa lazima uwe ni mtu mwenye uhakika katika neno la Mungu, kwamba neno la Mungu tayari limekwisha kutenda haya ambayo nimekuwa nikimwomba Mungu, tayari nimekwisha kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema kwenye ile kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 1, anasema imani ni kuwa na hakika. Hata tulisoma ile andiko, anasema imani ni kuwa na hakika. Imani ni kuwa na hakika. Tulisoma ile andiko vizuri. Anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana yake ninaposhukuru tayari haya mambo rohoni yapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Rohoni yapo. Ni katika damu na nyama tu yamkini sijayaona, lakini katika ulimwengu wa roho nimeyapokea. Haleluya. Na ili uwe ni mtu mzuri wa kushukuru, lazima uwe ni mtu ambaye unalielewa neno pia. Uwe ni mtu unayelisoma neno la Mungu, uwe ni mtu mwenye ufahamu kuhusu neno la Mungu. Kwa sababu kwenye kushukuru, huwezi tu kushukuru kama hauna ufahamu wa neno la Mungu. Watu wengi wanaoshukuru unakuta anashukuru mpaka vitu vitokee. Na wengine wanakuta wanaamini mpaka vitu vitokee. Na wakati Biblia inasema tuamini wakati hata vitu havijatokea katika damu na nyama. Tuwe na uhakika katika neno la Mungu kwamba tayari kila kitu kimekwisha kuwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema kwenye kile kitabu cha Marko 11:24. Marko 11:24. Marko 11 mstari wa 24. Marko 11 mstari wa 24. Kuna kitu hapo anazungumza kizuri sana cha kutujenga. 24 anasema kwa sababu hiyo
nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa hiyo mimi nikishaomba kitu fulani, labda kwa muda fulani sijakiona, haimaanishi kwamba sijakipokea. Napaswa kutengeneza madhabahu ya shukrani, kwamba kile kitu ambacho niliomba tayari Mungu alishatenda, na mshukuru Mungu kwa sababu nimeshakipokea rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua, nitoe ushuhuda huu utawajenga wengine pia. Nakumbuka siku moja na binti yangu alikaa miezi sita nyumbani, hajaenda shule kwa sababu hapakuwa na ada. Sasa kila tulikuwa tukimuomba Mungu anatuambia kwamba natenda, msiogope, natenda. Tunarudi tena kwenye ombi lile, Baba vipi, mbona ulisema unatenda? Siku moja Mungu akaniuliza swali, Emmanuel, je, unaweza kuhesabu nywele zako? Nikamwambia hapa siwezi. Nikakaa kimya, nikatulia ili nimwache mzee wa siku aweze kufanya. Sasa cha ajabu namna Mungu alivyofanya, yaani Mungu alifanya kwa namna ya ukubwa sana. Sasa nataka nikufundishe nini? Kama tusingelipata namna ya utulivu, tungelianza kuwapigia watu simu na kuwaambia ise, huku hali ni mbaya. Yamkini mtu angeishia tu kukusaidia 50,000 na 50,000 isingetoshea. Angekusaidia 100,000 isingetoshea. Sasa namna Mungu alivyofanya huo muujiza, Mungu alikuja kufanya Mungu alilipa ada ya mwaka mzima. Haleluya. Lakini ni namna ambavyo Mungu alikuwa anatuonyesha kwamba katika namna mnavyoomba, si kana kwamba siendelee kufanya. Kuna namna na mimi Mungu, nani anayetakiwa kuhusika kwenye hicho kitu? Haleluya. Unajua, unaweza ukaomba jambo fulani, kuna mtu anahitajika. Yamkini huyo mtu anasemeshwa ni kana kwamba haelewi. Nakumbuka kuna ushuhuda wa mtu mmoja wa Mungu aliwahi kumsemesha habari ya kumpelekea, yani kuna mjane alikuwa anamuomba Mungu kwa habari ya uhitaji fulani, alafu pia Mungu akamsemesha mtumishi wake kwa habari ya kumpelekea yule mjane kile alichokuwa anaomba. Akamwambia, kwa kipindi hicho alikuwa amesafiri, ametoka nje ya nchi, akamwambia ukirudi Tanzania kuna mjane fulani yuko mahali fulani amekuwa akinililia kwa habari ya kitu fulani, kwa hiyo ukirudi wewe umpelekee hiyo pesa. Ona Mungu anavyofanya. Kwa hiyo mjane amemwomba Mungu, lakini Mungu pia anatafuta mtu anayeweza kuhusika, kwa sababu mbinguni hamna hela ziko huku duniani, lazima atumiwe mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sasa ilibidi sasa tufike mahala tukawa tunamwambia tu Mungu asante kwa sababu umeshajibu. Asante Bwana kwa sababu umetenda. Asante Bwana kwa sababu umetenda. Yaani tunaanza kushukuru, hatujaona hiyo pesa ya mtoto ya ada, lakini bado mioni mwetu tumetengeneza madhabahu ya shukrani. Kwa swali hilo tu ambalo umeulizwa, inabidi utengeneze madhabahu ya kumshukuru Mungu kwamba Baba asante kwa sababu wewe umetenda. Wewe ni Baba mwema unayeniwazia mema. Wewe ni Baba yangu unayeniwazia mema. Anasema katika ile Yeremia 29 mstari wa 11, anasema mawazo nayowazia ni mawazo ya amani. Kumbe siku zote Mungu kuna mawazo anatuwazia. Kumbe sasa tunachotakiwa kufanya kila siku tusalishe maombi ya kumshukuru kwa sababu ya namna tu anavyotuwazia, anatuwazia mawazo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza ukawa unaomba kazi, unaomba ajira, kwamba Bwana naomba ajira, na kwenye akili yako labda ulikuwa umetarget kwenda mahali fulani ndio upatie ajira pale, lakini Mungu akitazama anaona wewe hawezi kukupeleka pale. Kuna namna anafanya njia mahali fulani. Kuna namna Biblia inasema kwenye ile Isaya 55 kuanzia mstari wa 8, anasema kwa maana mawazo yenu sio kama mawazo yangu, wala njia zenu sio kama njia zangu. Mawazo ya Mungu yako juu, njia za Mungu ziko juu. Kuna namna unaweza ukamwomba Mungu, unataka wewe ungepata hicho kitu kwa namna yako, kwa wakati wako, lakini bado Mungu anataka akilete hicho kitu kwa utukufu wake. Kwa ni namna gani napaswa niendelee kumshukuru Mungu? Kwa sababu tayari Bwana naamini umeshatenda. Haleluya.
Nilikuwa nazungumzia habari ya point kwamba kuna vitu unashukuru kwa sababu Mungu amefanya, na kuna vingine unamshukuru Mungu kwa sababu bado hujaviona katika damu na nyama, lakini unaamini Mungu katika ulimwengu wa roho kwamba tayari Mungu amenitendea. Yeye ni baba yangu anayeniwazia mema. Yeye ni baba yangu ambaye atahakikisha hakuna mzazi ambaye anaweza kumuua mwanae. Hakuna mzazi ambaye anakubali mwanae ateseke. Hakuna huyo mzazi, hayupo. Ndio maana tunaposema Mungu ni baba yetu, maana yake yuko kwenye nafasi ya uzazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna baba anayeweza au mzazi anaweza kuzaa mtoto. Ngoja nizungumzie kwenye eneo la uzazi. Hapo ndio inakaa sawa sawa. Kila mzazi kuna hali fulani ya tumbo la uzazi fulani. Yaani anapata shida kwa ajili ya mwanae. Unajua Mungu kuna maana anasema sipendi kuona mnahuzunika. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa maana hiyo Mungu siku zote anapenda kuona sisi watoto wake kuna namna tuna furaha, kuna namna tuna amani, kuna namna kwenye kila hatua ya maisha yetu tunamtukuza yeye, tunamshangilia yeye, tunamwambia Bwana asante, tunamwambia baba yetu asante, kwa sababu ya namna ambavyo huyu ni mzazi wetu, huyu ni baba yetu, anatutendea yaliyo mema. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo wana wa Mungu, tunapozungumzia habari ya kushukuru, kuna vitu ambavyo utamshukuru Mungu hata kama bado hujaviona katika damu na nyama, kwa sababu unao uhakika katika neno la Mungu. Utamwambia Baba na kushukuru kwa sababu neno lako limekwisha kufanyaje? Kufanikiwa. Kuna mahali anasema kwenye Waebrania 10:38 anasema, anazungumzia kwa habari ya mwenye haki wangu ataishi kwa imani, ataishi kwa imani. Ngoja tulisome kabisa ili tupate vizuri hapo. Waebrania 10:38 anasema hivi, anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha. Unaona hiki kitu anasema. Kwa hiyo kama mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani, maana yake lazima pia amshukuru Mungu kila siku na hata kwa yale ambayo hajayaona. Kwa hiyo maana yake akisitasita kumshukuru Mungu, Mungu hana amani naye. Kwa nini umesitasita kunishukuru? Kwa nini umeona kana kwamba hiki kinachelewa? Kwa nini moyo wako umekuwa mzito kuniambia Baba yangu wa mbinguni asante kwa sababu ya hiki umetenda? Kumbe mtu anayeishi kwa imani ni mtu ambaye ana uhakika na maisha yake, ana uhakika na kila kitu kwenye maisha yake, kwamba tayari Mungu kama baba yake amekwisha kutenda. Haleluya, haleluya. Oh, aisee, nimepata kitu kizuri sana. Unajua unaposoma neno na ukapata ufunuo inakujenga sana. Kwa maana mwenye haki wangu ataishi kwa imani akisitasita. Sasa kama huyu ni mwenye haki na anaishi kwa imani, maana yake haitakiwi ionekane siku fulani amekuwa na shaka juu ya jambo lolote kwenye maisha yake. Yaani haipaswi hata siku moja kuwa na shaka. Kwa maana hiyo, kama siku zote sitakuwa na shaka, maana yake kila siku napaswa kumshukuru Mungu kwa ajili ya mambo kadha wa kadha, na yale ambayo sijayaona katika damu na nyama napaswa kuwa na imani. Kwa hiyo kama imani ni kuwa na hakika, maana yake tayari mimi sina mashaka. Sina mashaka na kesho yangu, sina mashaka kuhusu huduma, sina mashaka kwa habari ya familia, sina mashaka kwa habari ya biashara, sina mashaka. Kwa hiyo kila siku napaswa kuwa na maneno mazuri. Baba, asante kwa ajili ya huduma hii, maana ni huduma inayoenea, maana ni huduma inayokuwa. Asante kwa ajili ya familia hii, maana familia hii haitaishia pabaya, familia hii haitaishia kwenye unyonge. Asante kwa ajili ya ndoa yangu, ndoa yangu sio dhaifu. Kwa neema yako Bwana, ni ndoa ambayo yamkini itakuwa ni mfano wa kufanya ndoa zingine watu waone kumbe bado. Unajua sasa hivi kuna watu wanasema ndoa zina nini? Ni heri ukae mwenyewe. Ni uongo. Hiki ni kitu ambacho Mungu alikiweka, Mungu alianzisha. Mungu hawezi kuanzisha vitu ambavyo ni vya kuwatesa watoto wake. Haiwezekani. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho kitakutesa.
Mungu atusaidie sana. Mungu hawezi anzisha kitu ambacho kinakuwa kipo kinyume na wema wake. Kumbuka Mungu ni mwema, na kila kitu nimesema alipokiumba, alichokiumba akaona ni chema. Maana yake hata ndoa pia Mungu ameanzisha ni njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa natamani niwasaidie watu ambao yamkini wanaona kwamba ni heri ukae mwenyewe tu. Hiyo pia ni roho nyingine hiyo. Haleluya. Hiyo ni roho nyingine ambayo sio ya Mungu. Mungu hawezi anzisha kitu ambacho kinakuwa ni kibaya, kwamba kinaanza kuwatesa watoto wake. Hapana. Ukiona mtu labda alikuwa kwenye hilo eneo na vitu haviendi, ujue ni shambulizi yamkini. Kuna mahali tu ameshambuliwa, na akiendelea kudumu katika kutafuta uso wa Mungu, utaona tena atarikava, anakaa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ndio maana kuna mahali Biblia inasema mpate kusameheana ninyi kwa ninyi. Maana yake hata kwenye maeneo ya ndoa pia, hata kama watu wamefika mahali fulani hawaja kuna sitofahamu, kuna namna wanapaswa wakae wao. Kuna mahali Yesu aliulizwa swali na wale wa Mafarisayo, wakamwambia mbona Musa alizungumzia kwa habari ya talaka? Yesu akawaambia mbinguni hamna talaka, isipokuwa kwa sababu ya hukumu wa mioyo yenu. Ndio maana ikawepo nini? Ikawepo talaka. Lakini mbinguni hamna nini? Ndio maana mbinguni hawatoi talaka. Serikalini ndio wanatoa nini? Napo ni kwa sababu watu wameshindikana. Yaani mtu anajaribu unamwambia jishushe basi, msameheane. Anakuambia bwana, kwa ile ndio nitendea mimi, bora nianzishe maisha yangu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya shukurani, tunashukuru kutokea kwenye mambo ambayo Mungu ameyatenda, tumeyaona katika damu na nyama, na mengine ambayo hatujayaona tunamshukuru Mungu pia, kwa sababu tayari tunaamini katika neno lake. Ndio maana pale kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 anasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Unajua kwa kila jambo kuna mengine hayajaonekana bado, lakini ni majambo fulani, ni mambo fulani yapo rohoni yanapaswa kutokea. Kwa tunapaswa kumshukuru Mungu kwa yale ambayo yameonekana na yale ambayo bado hayajaonekana, kwa sababu tuna uhakika katika neno la Bwana ya kwamba tayari yanaonekana katika damu na nyama. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya uaminifu. Asante Bwana. Raka para masaka. Ngoja nisome andiko moja kwenye kitabu cha Luka 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Riko porobusika la makadushka. Luka 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Rika la masikele musaka. Rantele musaka la musaka. Rando musaka. Kabla sijasoma ile andiko, nilizungumza kitu fulani kwamba mtu yoyote anayeweza kushukuru ni lazima awe ameshinda eneo la uchungu. Kuna mahali Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura 4 mstari wa 23 anasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote, kuliko vyote ulindavyo, kwa maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Sasa maana yake kumbe kama moyo uko sawa sawa, huu ni moyo ambao muda wote umejaa sifa. Hauwezi ukawa umejaa sifa na maabudu usishukuru. Ukiona umeanza kukwama kwenye kumshukuru Mungu, ujue tayari kuna kitu kingine kimeingia. Kuna uchungu, huzuni imeingia. Kwenye huzuni unashangaa shukurani na namna ya watu kwenda mbele za Bwana kwa kumwadhimisha zinaanza kukoma. Ndio maana ukisoma kwenye ile Isaya nafikiri pale tutakuja tulisome ile andiko baadaye, anazungumzia na yeye Bwana atawapa roho ya vazi la furaha, vazi la sifa. Kwa nini vazi la sifa? Tunapovikwa hilo vazi la sifa, maana yake ndani ya mioyo yetu tunaanza kuzalisha shukrani. Haleluya. Amen. Tunaanza kuwa na shukrani kwa sababu ya hilo vazi la sifa. Haiwezekani ukaenda mbele za Mungu na msifu Mungu usiwe mtu wa kushukuru. Haleluya. Unajua hata wanaposema tunakushukuru kwa kuwa umwema,
kwa maana fadhili zako za milele. Maana ni watu wametambua kuna mambo Mungu amewatendea, kuna vitu Mungu amewatendea. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Moja tuende hapo mara moja tusome kwenye kitabu cha Luka, tupate kitu cha kutujenga hapo. Anasema ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Mstari wa 12. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali kwa sababu ya ukoma wao. Unajua kipindi hicho mtu akiwa na ukoma haruhusiwi kukaribiana na watu. Wakasimama mbali. Mungu atusaidie sana. Wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Jamaa wana ufahamu wao. Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Wameshasikia habari zake kwamba Yesu, ukikutana na Yesu maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Haleluya. Mstari wa 14. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Sasa namna Yesu alivyowafundisha kwenda kwa makuhani, maana yake ni kwenda kumshukuru Mungu. Na pia kuna mahali ukiendelea hapo unaona waliambiwa waende na sadaka pia ya shukrani. Lakini wakati si kana kwamba ukoma ulishaondoka, umeshatoweka, ila wakati wakiwa wanaenda kwenye shukrani, kumbe kuna vitu vinaweza kutokea pale tu utakapoanza kushukuru, ndio vitatokea. Haujaviona bado, ukoma haujatoka bado, haujawaachia, lakini Yesu anawaambia nendeni, mkajionyeshe, mkashukuru, mkatoe sadaka ya shukrani. Wakiwa katika kwenda, ukoma ukafanya. Hawajaambiwa akashukuru kwa sababu ukoma umetoka. I say hapo ndio inahitajika imani kubwa sana. Hawashukuru kwa sababu ukoma umetoka. Wameambiwa wakashukuru wakiwa njiani, ukoma unafanya. Ninapoendelea kushukuru, Mungu akiona ile namna ya shukrani yangu, ninapomshukuru yeye, hata kama kuna vitu vingine mkini hata ukuviomba, utashangaa mtu wa Mungu vinatokea kwenye maisha yako. Utaona kuna baraka mbalimbali, utaona kuna bonus fulani, promotion mbalimbali zinatokea, kwa sababu Mungu ameona moyo wako wa shukrani. Haleluya. Mstari wa 15 anasema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi, yaani kabla hata hajafika hekaluni, akarudi kushukuru wapi? Kwa Yesu. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi, huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Mstari wa 16, akaanguka kifudifudi miguuni pake akimshukuru, naye alikuwa Msamaria. Kumbuka Wasamaria walikuwa hawaruhusiwi kufanyaje? Kuchangamana na Wayahudi. Yamkini wale walioenda jumla ni Wayahudi, walichukulia neema kawaida. Huyu ni Yesu wetu, tunaye siku zote. Umewahi kuonaga watu, yaani kuna vitu wanavichukulia for granted, kawaida, tulipaswa tuwe navyo. Hivi ni vyetu. Ni nini cha ajabu sana? Kwa nini mnashukuru? Silipaswa hivi, nilipaswa tu kuvipata. Lakini jamaa ameona, mimi nimeponywa. Kwanza sikuwa hata Myahudi, mimi ni Msamaria, maana yake sikustahili. Kumbuka neema inapokuja, neema ni ustahilisho. Kwa hiyo hata hivi tunavyoona uzima, afya, tumestahilishwa. Hatupaswi kuchukulia kawaida. Tunapaswa kila wakati tutengeneze madhabahu ya shukrani mbele za Bwana. Tumwambie Mungu asante kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu umetukumbusha tena na tena kwa habari ya kushukuru wewe. Yako mambo ambayo Bwana yamkini kwa sababu hatujatengeneza mfumo wa shukrani, ikana kwamba yameishia rohoni. Kama tungetengeneza mfumo wa kushukuru, yangeshatokea katika namna yao. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu tusaidie ndani yetu tusiwe na
nyakati zote Bwana tupate kukumbuka namna ya kukushukuru wewe kwa yale yote ambayo Mungu anaendelea kututendea, yale ambayo tayari tumeyaona katika damu na nyama na yale ambayo bado hatujayaona. Tunaamini katika kushukuru yatatokea katika jina la Yesu Kristo, amen.